Katika uchambuzi huu, tunaangazia kwa undani ukaguzi wa kitaalamu wa usuli. Tutaelezea kwa nini ni sehemu muhimu sana katika mchakato wa kuajiri, haswa kwa ajili ya kulinda shirika lako na kuhakikisha uadilifu. Tutajadili maeneo makuu manne. Kwanza kabisa, tutaelewa ukaguzi wa usuli ni nini haswa. Pili, tutaona kwa nini uthibitishaji ni muhimu kwa shirika lolote. Tatu, tutaangalia aina muhimu za ukaguzi unazopaswa kuzijua. Na mwisho, tutaona hatua za kivitendo za jinsi ya kuanza. Basi, hebu tuanze na sehemu yetu ya kwanza. Ukaguzi wa usuli hasa ni kitu gani? Kwa lugha rahisi, ukaguzi wa usuli ni mchakato wa kuthibitisha taarifa ambazo mgombea ametoa. Yaani, ni kuhakikisha kwamba madai yake kuhusu sifa na historia yake ni ya kweli na sahihi. Ni muhimu sana kuelewa kwamba mchakato huu hauhusu kutokuaminiana. La hasha, badala yake ni hatua ya kawaida ya uangalifu, kama vile ukaguzi wa hesabu za kifedha, ambao lengo lake ni kuthibitisha tu ukweli wa mambo. Mchakato wenyewe unaongozwa na kanuni zilizo wazi. Ni hatua ya kitaalamu ambayo wagombea wengi huitegemea, na daima inahitaji ridhaa yao ya wazi na ya maandishi, huku ikizingatia kikamilifu sheria za ulinzi wa data. Sehemu yetu ya pili sasa inaangazia sababu za msingi, kwa nini uthibitishaji ni muhimu kwa afya na usalama wa shirika lolote lile. Unajua, kuajiri bila kufanya ukaguzi unaofaa kunaweza kusababisha hasara kubwa za kifedha, uharibifu wa sifa ya kampuni, adhabu kutoka kwa wasimamizi na hata dhima ya kisheria chini ya kile kinachojulikana kama kuajiri kwa uzembe. Hebu fikiria kisa hiki halisi. Ukaguzi wa usuli ulizuia ukiukaji mkubwa wa sheria kwa kampuni moja ya fintech hapa nchini. Hii ni baada ya kugundua kuwa mgombea mmoja mwandamizi alikuwa na hatia ya udanganyifu ambayo hakuwa ameiweka wazi. Hii inaonyesha jinsi hatari hizi zilivyo halisi. Dhana ya kisheria ya kuajiri kwa uzembe inamaanisha kwamba shirika linaweza kuwajibishwa kisheria kwa madhara yaliyosababishwa na mfanyakazi iwapo itabainika kuwa ukaguzi sahihi wa usuli ungeweza kubaini hatari hiyo na kuzuia ajira hiyo. Sasa, hebu tuchunguze aina tofauti za ukaguzi zilizopo ambazo hutumika kama zana za kudhibiti hatari maalum. Jadwali hili linaonyesha aina kuu za ukaguzi na madhumuni yake. Kila aina inashughulikia eneo tofauti la hatari, kuanzia kuthibitisha utambulisho na elimu hadi kupima uadilifu. Aina ya mwisho, PP na vikwazo, inachunguza uwezekano wa kukiuka sheria kwa kuangalia kama mgombea ni mtu mwenye ushawishi wa kisiasa au yumo kwenye orodha za vikwazo vya kimataifa. Jambo ambalo ni muhimu sana katika kupunguza hatari za ufuasi. Hebu tuangalie kwa karibu baadhi ya ukaguzi huu muhimu. Uthibitisho wa rekodi za uhalifu hauishii tu kwenye cheti cha maadili mema, bali unajumuisha na rekodi za mahakama. Ukaguzi wa kitaaluma unahusisha kuwasiliana moja kwa moja na taasisi za elimu kuthibitisha sifa. Ukaguzi wa ajira unathibitisha nyadhifa za zamani na waajiri wa awali, huku ukaguzi wa utambulisho ukihakikisha nambari za vitambulisho vya kitaifa dhidi ya sajili rasmi. Na mwisho, uchunguzi wa PEP na vikwazo ni hatua muhimu ya ufuasi, inayokagua orodha za kimataifa kubaini viashiria vyovyote vya hatari kisheria. Katika sehemu yetu ya mwisho, tutaelezea hatua za kivitendo ambazo mashirika yanaweza kufuata ili kutekeleza mchakato wao wenyewe wa uthibitishaji. Mchakato wa kwanza una hatua 4 rahisi. Kwanza, bainisha kiwango cha hatari cha nafasi ya kazi husika. Pili, chagua aina za ukaguzi zinazofaa kwa kiwango hicho cha hatari. Tatu, ni lazima upate ridhaa ya wazi na ya maandishi kutoka kwa mgombea. Na mwisho, shiriki na mtoa huduma mtaalamu kwa ajili ya utekelezaji. Kufanya kazi na mtoa huduma mtaalamu ni muhimu sana. Wao huhakikisha mchakato mzima unafuata sheria kama sheria ya ulinzi wa data, na wanatumia vyanzo vya data vya msingi na vya kuaminika ili kuhakikisha usahihi si tu barani Afrika bali duniani kote. Basi, tunakuachia swali hili la kutafakari. Je, maamuzi yako ya kuajiri yanajengwa juu ya ukweli uliothibitishwa au juu ya dhana tu? Jibu la swali hili litaathiri moja kwa moja mustakabali wa shirika lako.
more about creating a screening program that is tailored to your organization, or for guidance on getting started, please contact us at bd@paleza.com. We are ready to help.